utakuwa ni mgumu. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa laidhinisha kikosi cha kudhoofisha magenge ya uhalifu nchini Haiti. Habari kamili. Kinshasa. Mahakama ya kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imemhukumu kifo aliyekuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila baada ya kumtia hatiani kwa makosa kadha makubwa yakiwemo ya uhaini, uasi na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Hukumu hiyo imetolewa jana Jumanne na Luteni Jenerali Joseph Mutombo Katalai mjini Kinshasa bila ya yeye mwenyewe kuwepo. Kabila alipatikana na hatia ya kushirikiana na kundi la waasi la M23 linaloipinga serikali na ambalo limeteka maeneo mengi ya mashariki mwa Kongo yenye utajiri mkubwa wa rasilimali wakisaidiwa na Rwanda. Aliondoka nchini humo mwaka 2023 na kuonekana tena mwezi Mei mwaka huu katika mji wa Goma unaokaliwa na waasi hao, hatua iliyoibua wasiwasi mjini Kinshasa. Wafuatiliaji wa mambo wanasema hukumu hiyo inalenga tu kuzuia azma yake ya kuunganisha upinzani licha ya kwamba hajulikani aliko hivi sasa. Berlin. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema taifa hilo liko tayari kusaidia utekelezwaji wa pendekezo la mpango wa amani wa Gaza ulioratibiwa na Rais Donald Trump wa Marekani. Hata hivyo, Wadephul ambaye alizungumza na shirika la habari la Funke na matamshi yake kuchapishwa hii leo amesema huenda usianze kutekelezwa mara moja. Waziri huyo amesema kwamba bado kuna maswali mengi magumu kuhusiana na namna mpango huo utakavyotekelezeka, ikiwa ni pamoja na namna Gaza itakavyotawalika, hakikisho la usalama na hata namna misaada ya kiutu itakavyorejeshwa Gaza, na kusisitiza kwamba utakuwa ni mchakato mgumu. Alipozungumza na kituo cha utangazaji cha ZDF jana Jumanne, alisema pia kuna mashaka ikiwa mataifa ya Kiarabu na kundi la Hamas watakubaliana nao, na kuongeza kuwa atakwenda Qatar siku ya Jumapili, akisisitiza kuitumia vyema fursa hii kumaliza mateso dhidi ya watu wa pande zote mbili. Port-au-Prince. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa jana Jumanne lilipiga kura kuidhinisha kikosi kikubwa zaidi cha kimataifa cha kusaidia kukabiliana na ghasia za magenge zinazozidi kuongezeka nchini Haiti. Azimio lililopitishwa, lililoratibiwa na Marekani na Panama, litabatilisha ujumbe wa sasa wa msaada wa usalama wa kimataifa MSS unaoongozwa na Kenya nchini Haiti na kuwa kikosi cha kudhoofisha magenge GSF. Hata hivyo, Urusi, China na Pakistan walijizuia kupiga kura. Kwa sasa kuna maafisa 1,000 wa polisi, wengi wao kutoka Kenya, waliopelekwa kusaidia jeshi la polisi la Haiti lililoelemewa. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Sanaa. Waasi wa Houthi nchini Yemen leo wamedai kuhusika na shambulizi la meli ya mizigo ya Uholanzi wiki hii katika njia inayotumiwa na idadi kubwa ya meli kwenye Ghuba ya Aden. Meli hiyo ya mizigo ilishambuliwa na kombora siku ya Jumatatu lililowajeruhi watu 2 na kusababisha moto, hii ikiwa ni kulingana na mmiliki wa meli. Waasi hao wamesema kwenye taarifa iliyotangazwa na shirika lake la habari la Saba kwamba walilenga meli hiyo kwa sababu kampuni inayomiliki ilikiuka uamuzi wa kupiga marufuku kuingia katika bandari za Palestina inayokaliwa kimabavu. Waasi hao wanaoungwa mkono na Iran wanafanya mashambulizi ya meli za kibiashara kama ishara ya kuunga mkono wa Palestina katikati ya vita vya Israel na Hamas huko Gaza. Na hatimaye Paris. Ofisi ya mwendesha mashtaka mjini Paris amesema balozi wa Afrika Kusini nchini Ufaransa aliyekutwa amekufa katika hoteli ya Hyatt Regency mjini Paris jana Jumanne alimwachia mkewe barua ya kujitoa muhanga. Mwili wa balozi Nkosi Nati Emmanuel Mtetwa iligunduliwa na mlinzi jana asubuhi kwenye ua wa ndani wa hoteli hiyo magharibi mwa Paris, ambako alikodisha chumba kwenye ghorofa ya 22. Jumatatu jioni mkewe aliwaarifu polisi kwamba hajui mumewe aliko baada ya kupokea ujumbe ambao alimwomba msamaha na kumweleza nia yake ya kujitoa uhai. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujia kwako kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini
Asante sana Lilian Mtono kwa taarifa hii ya habari, wakati ambapo nazidi kusonga mbele kwenye Afrika leo asubuhi. Habari za dunia. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio 14 Africa, tunashirikiana na shirika la DW. Tuende kwenye ripoti za waandishi. Asubuhi tunaiangazia taarifa yetu kuu tunayoipa kipaumbele mzozo wa Mashariki ya Kati. Qatar imefanya mkutano na wawakilishi wa Hamas na Uturuki kujadili mpango wa amani ya Gaza. Bado tukiwa katika suala hilo, wakati Israel ikitanua makazi ya walowezi kwenye ukingo wa Magharibi, wachambuzi wasema ukingo huo utaendelea kuwa na nafasi muhimu katika utatuzi wowote wa mzozo huo. Na tukiachana na hayo, tukiingia kule nchini Tanzania, tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC imetoa maelekezo kuhusu namna mchakato wa upigaji kura na utoaji wa matokeo utakavyofanyika. Nitakueleza zaidi juu ya hilo. Na China imeanzisha skuli za lugha takriban katika kila taifa la Afrika. Kama nilivyokueleza, tuanze kwanza na kuiangazia mengi yanayoendelea katika mgogoro wa Mashariki ya Kati, ambapo Qatar imefanya mkutano na wawakilishi wa Hamas na Uturuki kujadili mpango wa amani ya Gaza uliopendekezwa na Rais wa Marekani Donald Trump, ambao Hamas ilisema ilikuwa inaupitia kwa umakini kabla ya kutoa msimamo wake. Hayo yanajiri wakati Israel ikiendeleza mashambulizi yake Gaza na miito ya usitishwaji wa mapigano ikiendelea kutolewa. Lilian Mtono na taarifa zaidi juu ya yale muhimu yanayoendelea kujitokeza katika mgogoro huo kwa wakati huu. Taarifa zilizotolewa na msuluhishi mkuu wa mzozo wa Israel na Hamas Qatar jana usiku zimesema bado kunahitajika mazungumzo zaidi kuhusiana na mpango wa amani wa Rais Donald Trump wa Marekani wa kumaliza vita kwenye ukanda wa Gaza, wakati Hamas ikiangazia namna ya kujibu. Matamshi hayo yanaonyesha kuakisi kile kinachoonekana kama mataifa ya Kiarabu kutoridhishwa na waraka wa mpango huo wenye vipengele 20 uliotangazwa siku ya Jumatatu na Rais Trump, sambamba na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliyesema anaunga mkono. Maafisa wa mataifa matatu ya Kiarabu waliliambia shirika la habari la AFP kwamba pendekezo la awali lililofanyiwa kazi kwa ushirika wa mataifa hayo na yale ya Kiislamu pamoja na Trump limefanyiwa mabadiliko na kuipendelea zaidi Israel. Maafisa hao waliotoka kwenye mataifa yenye nguvu ya kikanda na waliohusika kwenye mazungumzo hayo, lakini hawakutaka kutambulishwa. Bado haiko wazi ni kwa ukubwa gani mataifa ya Kiarabu hayaji Nazidi kusonga mbele, ni taarifa ya habari ambapo wakati huu basi inashirikiana na shirika la DW katika taarifa yetu ya habari.
mapigano yanazidi kuongezeka kwenye eneo hilo yamepelekea vifo vya takriban Wapalestina 1,000 mikononi mwa wanajeshi wa Israel na walowezi wa Kiyahudi ndani ya kipindi cha miaka miwili. Mpango wa Umoja wa Mataifa wa kuigawa ardhi ya Palestina mnamo mwaka 1947 ulipendekeza kuundwa kwa madola mawili tofauti, la Mayahudi na la Wapalestina, lakini ulikataliwa vikali na jumuiya ya nchi za Kiarabu. Baada ya Israel kujitangaza uhuru wake mnamo Mei mwaka 1948, kulizuka vita baina ya mataifa hayo vilivyomalizika mwaka 1949 wakati Israel ikiwa imenyakua sehemu kubwa ya ardhi ambayo awali ilikuwa imetengwa kwa ajili ya dola la Palestina. Sehemu kubwa ya Wapalestina 750,000 waliofukuzwa mwakwao katika kipindi hicho wanachokiita Nakba, yaani janga, walikimbilia ukingoni mwa magharibi, eneo lenye ukubwa wa kilomita 5,655 za mraba. Hadi sasa makambi ya wakimbizi hawa wa Kipalestina yanasimamiwa na shirika la wakimbizi la Kipalestina la Umoja wa Mataifa. Israel uliutwaa ukingo wa magharibi kwenye kile kiitwacho vita vya siku 6 vya mwaka 1967 na tangu hapo imekuwa ikiukalia kimabavu, ukaliaji unaopingwa na sehemu kubwa ya jumuiya ya kimataifa. Makazi ya kwanza ya walowezi kwenye ukingo huo yalianza mwishoni mwa mwaka ya 60, yakaongezeka zaidi kwa miaka ya 80 na katika miaka ya karibuni ndiyo yameshika kasi zaidi. Asante Najat. Tuingie sasa nchini Tanzania ambako raia wa taifa hilo la Afrika Mashariki mwezi huu wa Oktoba wanashiriki uchaguzi mkuu wa tarehe 29, na sisi hapa DW msikilizaji, kuanzia hii leo tutakuwa tunakuletea yanayojiri nchini humo katika kila matangazo yetu. Hapa ndipo utakapopata yote muhimu kuelekea wakati na baada ya uchaguzi huo wa tarehe 29 Oktoba. Haya basi, sasa tuliangazia hili la Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC. Tume hiyo imetoa maelekezo kuhusu namna mchakato wa upigaji kura na utoaji wa matokeo utakavyofanyika kuelekea uchaguzi huo mkuu wa Oktoba 29, na mwandishi wetu aliyoko Zanzibar Salma Said anaripoti. Uchaguzi mkuu umekaribia na wananchi wanasubiri kwa hamu siku yao ya kupiga kura Oktoba 29. Hata hivyo, ZEC imeeleza kuwa kura mapema itafanyika Oktoba 28 kwa ajili ya vikosi vya ulinzi na usalama pamoja na maafisa wa tume ya uchaguzi pekee. Katika taarifa yake, ZEC imetoa takwimu kamili za wapiga kura. Mwenyekiti wa tume Jaji George Joseph Kazi amesema jumla ya wapiga kura 8,325 wamefutwa kwenye daftari la kudumu kwa kukosa sifa. Wa mwaka 2025 watakuwa ni 717,557. Aidha, vituo vya kupiga kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 ni vituo 407 na vituo vidogo vya kupiga kura yani polling station vitakuwa 1,752. Aidha, ZEC imetangaza utaratibu wa kura mapema ikiwemo namna wasimamizi na askari watakavyopiga kura pamoja na mpangilio wa kutangaza matokeo. Hapa ni mkurugenzi wa uchaguzi Thabit Idarus Faina. Ambao wapiga kura hawa ndani yake kuna wapiga kura watakaopata fursa ya kuomba kupiga kura ya mapema. Hata hivyo, hofu imeibuliwa na baadhi ya wadau na waangalizi wa uchaguzi baada ya kikao hicho cha ZEC kuripotiwa kutowashirikisha kikamilifu wawakilishi wa vyombo vya ulinzi na usalama vya serikali ya Zanzibar ambavyo vinatuhumiwa kuweka vikwazo kwa waangalizi ikiwemo kukataa utambulisho wao. Kwa mujibu wa malalamiko hayo, chaguzi zilizopita baadhi ya vitambulisho vya waangalizi vilidaiwa kutotambuliwa, hali inayoweza kuathiri ushiriki wao katika kufuatilia mwenendo wa upigaji kura. Hawa hapa baadhi ya wadau. Sasa mimi nikawauliza watu wa vikosi vya SMZ, je, mnavijua vitambulisho vilivyokuwa sahihi na sio sahihi? Nilitegemea leo hapa na wao wangekuwepo. Nililiona kwa macho yangu katika kituo cha Mlimani pale Matemwe, ambapo na mimi mwenyewe nilikuwa pia ni mgombea. Chonde, sina zaidi ila nasisitiza amani, umoja, utulivu.
Kwa sasa ZEC inasisitiza kuwa maandalizi yote muhimu ya uchaguzi yamekamilika na wananchi wanahimizwa kufuata taratibu ili kutumia haki yao ya kidemokrasia kwa utulivu, chini ya kauli mbiu kura yako, amani, wajibu wako. Salma Said, DW, Zanzibar. Asante sana Salma Said. Msikilizaji, kumbuka kuanzia leo Oktoba mosi, DW Kiswahili katika kila matangazo itakuwa na taarifa kuhusu yale yanayojiri nchini Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. DW tunavuma kwa kishindo. Haya, tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com/Kiswahili. Wachambuzi wanasema viongozi wa Afrika walizungumzia zaidi mizozo ya kimataifa katika mkutano wa 80 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na kusahau kugusia mizozo migumu ya Sudan na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo imewaua maelfu ya watu. Kama walivyofanya viongozi wenzao kutoka mabara mengine, viongozi wa Afrika walijitokeza katika mkutano huo kuzungumzia masuala ya kimataifa ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, ukosefu wa usawa na kuenea kwa migogoro. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo. Katika hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa iliyomalizika siku ya Jumatatu, viongozi wa Afrika akiwemo makamu wa rais wa Nigeria Kassim Shettima, rais wa Senegal Bassirou Faye na rais wa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah walikemea vikali kuhusu migogoro ya kimataifa na kutoa wito wa kukomesha mashambulizi ya Israel dhidi ya Gaza. Akihutubia katika mkutano huo, Shettima alisema watu wa Palestina ni binadamu, wana thamani sawa na wanastahili kuwa na uhuru na kupata heshima ambazo wengine wanazichukulia kuwa za kawaida. Chris Ogunmodede, mchambuzi wa masuala ya Afrika, anasema mizozo miwili migumu ya Sudan na Kongo haikupewa muda wowote muhimu na viongozi wa Afrika. Ogunmodede, mwenye uzoefu wa kufanya kazi katika nyanja za diplomasia za Afrika, anabainisha kuwa nchi za Afrika zimerudi nyuma kwa kiasi fulani katika suala la kutaka kuyaweka masuala ya Afrika mbele ya ajenda ya Umoja wa Mataifa. Beverly Ochieng, mchambuzi mwandamizi wa masuala ya usalama katika taasisi ya Control Risks, anasema viongozi wa Afrika walishindwa kutumia fursa katika hadhara hiyo kuu muhimu kuangazia majanga ya kibinadamu ya Kongo na Sudan. Wachambuzi hao wanasema hotuba zilizotolewa kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa zinaonyesha jinsi viongozi wa Afrika walivyokosa kuona umuhimu katika kuitatua mizozo hiyo. Pia zinaonyesha matatizo ya kitaasisi na mashirika ya kimataifa kuhusu bara la Afrika, ambapo viongozi wa Afrika hawapo kwenye meza za mazungumzo. Kulingana na Ogunmodede, wanashuhudia ukweli kwamba kuna mapungufu ya taasisi na serikali za Kiafrika kutokana na uwezo wao wenyewe wa kushughulikia masuala yao ya kimataifa. Wachambuzi wanasema wapatanishi wanaoongoza majadiliano ya mizozo ni mataifa ya nje, huku baadhi yao yakituhumiwa kwa kuwa sehemu ya migogoro hiyo. Wiki iliyopita, pembezoni mwa mkutano huo wa Umoja wa Mataifa, kundi la viongozi wa kidiplomasia kutoka Marekani, Umoja wa Falme za Kiarabu, Saudi Arabia na Misri waliongeza juhudi za kumaliza vita nchini Sudan. Makubaliano ya amani kati ya Kongo na Rwanda yaliyosimamiwa na Marekani yanatarajiwa kusainiwa katika wiki zijazo. Umoja wa Mataifa unasema Rwanda inaliunga mkono kundi la waasi wa M23 nchini Kongo, na mzozo huo pia umeingia katika nchi jirani za Burundi na Uganda. Mwezi Machi, jeshi la Sudan liliwasilisha kesi katika Mahakama Kuu ya Umoja wa Mataifa dhidi ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, ikiishutumu kwa kumpa silaha adui wake mkuu na kukiuka mkataba wa mauaji ya kimbari. Hata hivyo, UAE imekanusha madai hayo. Ochieng anasema maslahi ya nje yana nguvu kubwa zaidi, na hali hiyo inawalazimu wale wanaotumia ghasia kufikia malengo yao kushughulikia utaratibu wa amani unaoongozwa kutoka nje. Anasema taasisi za Kiafrika hazina uwezo mkubwa wa kitaasisi au kuwa na uwezo wa kutoa motisha ya ziada kwa ajili ya mipango ya amani na usalama. Asante Grace. Tukamilishe kwa hili kwamba China imeanzisha skuli za lugha takriban katika kila taifa la Afrika, ambapo wachunguzi wa mambo wanasema hii ni sehemu ya mkakati wa taifa hilo la Asia kutanua ushawishi wake wa kiuchumi kote barani Afrika. Mohamed Khelef anawaletea taarifa hii iliyoandaliwa na mwandishi wetu Martina Shvikovski. Ndoto kubwa ya Miradi Shekpo imetimia. Amepata kazi ya ukalimani kwenye kampuni moja ya biashara ya Kichina nchini mwake Benin. Baada ya kumaliza masomo yake ya awali, Shekpo alijiunga kwenye taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Bome Kalavi nchini Benin.
Nilipokuwa sekondari ya kati nilikuwa nikiangalia chaneli za televisheni za Kichina na nikawa na ndoto ya kwenda kutembelea China na kujua utamaduni wao. Kwa hivyo nilisoma Kichina na nikahudhuria kozi kwa miaka 3 ili kupata cheti cha utaalamu wa lugha ya Kichina. Kama zilivyo taasisi za Goethe kwa Ujerumani, Lycée Français ya Ufaransa na British Council ya Uingereza, Confucius nayo ni taasisi inayoendeshwa na serikali ya China kwa lengo la kushajiisha lugha na utamaduni wa Kichina ulimwenguni. Kwa mwanamke huyo kijana wa Afrika Magharibi, taasisi hiyo imempa fursa ya hatimaye kuja kuweza kuzipeleka bidhaa za Benin nchini China na za China kwao Benin na hata kwa Afrika nzima. Hii kwa hakika ni ndoto ya serikali ya China pia, ambayo tangu mwaka 2008 ilipoanzisha taasisi yake hiyo inatoa mafunzo ya lugha kwenye mataifa 49 ndani ya Afrika pekee. Mwanasayansi wa jamii na mhadhiri wa chuo kikuu cha Sol Plaatje Kimberley nchini Afrika Kusini, Simbarashe Gukurume, mwenyewe akiwa amesomea Kichina, anasema Beijing imewekeza sana ulimwenguni kote kwenye kutanua na kusafirisha utamaduni wake. One of the ways in which miongoni mwa njia ambazo China inatumia ushawishi wake barani Afrika sio kiuchumi tu, bali pia kijamii na kitamaduni, hasa kupitia usambazaji wa mafunzo ya lugha ya Kichina. Takriban kitivo na wafanyakazi wote wa taasisi ya Confucius kwenye chuo kikuu cha Zimbabwe inaundwa na wasomi wenyeji ambao wamesomea Kichina na wanafundisha Kichina na wamepokea msaada wa kifedha kwa ajili ya masomo yao nchini China. Kinyume na wale wanaokwenda kusomea kwenye mataifa ya Magharibi, kwa wanaokwenda kusomea China hutakiwa mara moja kurejea nyumbani kwa ajili ya kuendeleza alichosomea ndani ya nchi zao. Hii ni kwa kuwa China inaonekana imedhamiria hasa kuwatumia wasomi waliosomea Kichina kwa daraja ya baina ya washirika wa kibiashara wa Kichina na wenyeji barani Afrika. Kampuni za Kichina na serikali zinafahamika kote barani Afrika kwa kuwaajiri wafanyakazi wa Kichina kwa kazi zote za miradi ya ujenzi wa miundombinu ambayo China imewekeza, kama vile bandari, barabara na viwanja vya ndege. Kwa hivyo kuna uhusiano wa moja kwa moja baina ya ufundishaji lugha ya Kichina barani Afrika na uwekezaji kiuchumi wa taifa hilo la pili kwa ukubwa wa uchumi ulimwenguni. Taarifa ya Martina Shvikovski iliyosomwa studioni na Mohamed Khalef. Msikilizaji, kwa sasa sina la ziada na pisha makala tuliyokuandalia. Asante sana Amina Abubakar. Tunazidi kusonga mbele kwenye taarifa ya Afrika leo asubuhi, habari za dunia, ambapo nashirikiana na shirika la DW. Tunakuomba mpenzi msikilizaji, simama kituo hiki kufikia malengo yetu ya uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill namba ni 625625, account namba ni 012450 85217800 au till namba ni 45614668 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Sema uvume. Kuhakikisha usahihi katika kutoa huduma. Zaidi kuhusu waziri huyo wa kwanza wa aina yake, waziri mkuu wa Albania anafafanua. Diela ni mjumbe wa kwanza wa baraza la mawaziri ambaye kimwili hayupo nasi, lakini teknolojia ya akili mnemba ya serikali itafanikisha uwepo wake kwa njia ya kidijitali. Teknolojia hii itasaidiwa na muundo maalum wa kuingiza akili mnemba kwenye michakato ya utawala. Imepewa mamlaka maalum ya kuondoa vizuizi vinavyoleta upendeleo, hofu na urasimu katika utawala wa umma. Imeletwa pia kusaidia kuongeza kasi ya michakato ya serikali kadri iwezekanavyo. Diela aliyezinduliwa mwanzoni mwa mwaka kabla ya kuwa waziri amewahi kutumika kama msaidizi wa serikali katika jukwaa la serikali la huduma za kidijitali. Ametengenezwa kwa mwonekano wa mwanamke aliyevalia mavazi ya kiutamaduni ya Albania. Diela ameshawahi kusaidia katika kutoa zaidi ya nyaraka 3600 za kidijitali. Katika majukumu yake ya sasa atakuwa na kazi ya kusimamia utoaji wa zabuni za umma ili kuhakikisha hakuna harufu ya rushwa katika hilo. Katika awamu yetu ya 4, Diela atahudumu katika usimamizi wa huduma ya manunuzi na ugavi kwa umma.
ambayo tutaikabidhi hatua kwa hatua kwa akili mnemba. Hii itaifanya Albania iwe nchi ambayo zabuni za umma haziwezi kuwa na ufisadi kwa 100%, na ufadhili wote wa umma utapitia michakato ya zabuni iliyo na uwazi kwa 100%. Muungano wa vyama vya upinzani nchini Albania unauchukulia waziri wa Diela kwa kinyume cha sheria, kwani hakuna kipengele kinachoruhusu kuwa na waziri wa kutengenezwa kidijitali. Hata hivyo, wachambuzi wanasema hatua ya rais wa Albania kumpa waziri mkuu mamlaka ya kuunda serikali mpya inampa uwezo wa kumuunda na kumpa majukumu waziri huyo. Katika kutafakari uvumbuzi wa waziri huyo wa kidijitali, nimezungumza na mkufunzi na mtafiti wa usalama wa mifumo katika Chuo Kikuu cha Tumaini jijini Dar es Salaam, Geoffrey Kilimba, ambaye nimemuuliza kama nchi za Afrika ambazo pia zinakabiliwa na changamoto za ubadhirifu na kashfa za matumizi mabaya ya umma zinaweza kufikiria kuwa na suluhisho la aina ya Diela. Takwimu kutoka Umoja wa Afrika inatuonyesha kwamba Afrika inapoteza takribani dola bilioni 148 kwa mwaka kupitia ufisadi wa manunuzi ya umma. Sasa kwa matumizi ya mfumo kama huu wa Diela ni kwamba Afrika inaweza ikaepuka ufisadi wa aina hii. Kinachotakiwa kufanywa na kujifunza ni namna ya kukagua mifumo yetu ya sheria, kuifanya iwe thabiti kiasi kwamba inaweza ikaendana na utendaji wa mfumo kama huu wa Diela katika kusimamia udhibiti. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa shirika linalojihusisha na teknolojia na masuala ya habari nchini Tanzania, TMC, Asha Abinala, anasema kiongozi wa kidijitali anaweza kakaa pia Afrika, lakini itategemea na nchi, kwa sababu sio nchi zote ambazo tayari zina mkakati wa matumizi ya AI. Ili nchi iweze kwenda sambamba na masuala ya AI, lazima iwe na mkakati wa AI. Na msikilizaji, na kufikia hapo makala ya Sema Uvume haina la ziada. Shukrani kwa kuwa nami. Jina langu ni Angela Mdungu. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Na kamilisha matangazo haya, mie ni Amina Abubakar na kutakia asubuhi njema na siku njema popote pale ulipo. Kwa heri. Asante sana Amina Abubakar kwa uelekezi huo mufti, wakati ambapo basi inabidi vilevile nami ni kuruhusu upande wa pili wa studio. Tumekuwa tukisikiliza taarifa ya habari, msikilizaji, ambapo vilevile umekuwa ukipokea taarifa hiyo mbashara kutoka studio za DW Bonn, washirika wetu, na wakati huu basi napata fursa nzuri kukuelekeza moja kwa moja kupokea kiziba mkonga cha sasa. Kiziba mkonga cha sasa. Unakesha na mtu wako baa hadi kuna kucha. Asubuhi mnakokotana wote, mmelewa kurudi manyumbani mkalale. Alafu moyoni unategemea huyo aje kuwa mwanza ama mwenza wako wa maisha, eti mje kuwa wapenzi wa shida na raha. Endelea kuota. Ukimaliza kuota utujuze. Unakula uroda na mtu ambaye si mke wako wa ndoa. Unakula uroda na mtu ambaye si mume wako wa ndoa. Bado hamjaoana hadi kuna kucha. Asubuhi mnakokotana kutoka kwenye lodging, guest house, vyumba vya starehe. Kila mmoja anaelekea makwao akalale tena mchana. Alafu moyoni unategemea huyo aje kuwa mwenza wako wa maisha na asiwezi kuwa na mchipuko wa nje.
eti mje kuwa wapenzi wa shida na raha. Endelea kuota. Ukimaliza kuota, utujuze. Tabia ni ngozi, huwa haibadiliki. Kwanza, hiyo ni tabia sugu. Na ndio maana kuna aliye kwenye ndoa anateseka. Anaamua awe single, alafu anateseka zaidi. Kuna aliye single bila furaha. Anafikiri akipata mwenza atakuwa na furaha. Alafu akishampata anapoteza hata ile furaha aliyokuwa nayo kabla. Alafu kuna wewe hapo. Jieleze mwenyewe. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.